Barikiwa sana watu wa Mungu kwa ya kanisa Ilolo. Kwa wimbo huo mzuri, ni hakika tutayashinda tukiwa na Yesu mkombozi. Basi ni wasaa pekee niweze kuazima masikio yenu, utashi wenu, ufahamu wenu pia kuweza kuendelea pamoja katika somo zuri, somo la furaha ya mtoto. Basi mnenaji akiwa anasonga mbele kwa ajili ya somo hilo zuri kabisa, niwakumbushe tu tuendelea kualika watu katika mkutano huu pekee ili tuweze sote pamoja tuweze kubarikiwa na kile Mungu ananena katika maisha yetu. Karibu kwa somo. Asante sana. Ilolo Net Event. Ilolo Net Event. Salama hatimaye. Hiyo, amina. Asante sana. Hiyo ni kauli mbiu au moto wa mkutano wetu, na si hivyo tu ndio unaotuongozea katika mikutano hii, kauli ya salama hatimaye. Basi nikiwa nasimamia katika kipengele kile cha furaha ya mtoto, tutaenda kujifunza na kuona namna gani ambavyo mtoto anapaswa kuwa na furaha. Lakini furaha hii inatokea wapi? Furaha ya mtoto inatokea wapi? Kichwa cha somo ambacho kitatuongoza katika mikutano hii kitasema furaha ya mtoto. Lakini fungu ambalo nielekezi katika somo hili la siku ya leo, Zaburi ya 126 na ule mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, Bwana ametutendea mambo makuu nasi tumefurahia. Bwana ametutendea mambo makuu nasi tumefurahi. Hilo ni fungu ambalo linatuelekeza katika furaha ya mtoto. Si hivyo tu, nipende kuwauliza watoto wazuri, na ninyi huko mnaotufuatilia na kututazama, watoto wazuri. Asante. Je, ninyi watoto, ni vitu gani ambavyo huwa mnapenda? Watoto, ni vitu gani ambavyo huwa mnapenda mkiletewa kama zawadi na wazazi? Ni vitu gani? Watoto wananishangaa. Kuna mtoto mmoja mzuri anaitwa Theodora. Yuko wapi huyo mtoto jamani? Naomba atafutwe. Ana jambo ambalo anahitaji kulifanya. Naomba atafutwe. Ana jambo ambalo anahitaji kulifanya. Ana kitu kizuri anachotaka kutuonyesha. Mtoto Theodora. Na wakati tunamsubiri mtoto huyu afike, ningependa tupate kujua, wewe kama mtoto unafurahi zaidi ukiwa unafanya kitu gani? Lakini si hivyo tu, tunapaswa kutambua kwamba furaha ya mtoto haipatikani katika wingi wa vitu alivyonavyo. Furaha ya mtoto haipatikani katika wingi wa vitu alivyo navyo. Na si hivyo tu, furaha ya mtoto ni nini? Furaha ya mtoto ni tabasamu la moyoni. Si hivyo tu, mtoto anaweza kuwa na furaha hata bila vitu vingi. Mtoto anaweza kuwa na furaha hata bila vitu vingi. Mtoto anayeshukuru ukimpatia kitu, mtoto huyu anakuwa na furaha. Lakini si hivyo tu, mtoto anayependa kushiriki anakuwa na furaha zaidi. Kuna mambo ambayo tutaenda kuyaangalia. Mambo hayo yako matatu, na mambo hayo yanamletea mtoto furaha.
Jambo la kwanza ni kumjua Yesu. Mtoto anayewapenda watoto wenzake. Lakini si hivyo tu. Yesu alisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Mtoto akimpenda Yesu ana furaha ya kweli. Mtoto akimpenda Yesu ana furaha ya nini? Mtoto akimpenda Yesu anakuwa na nini? Anakuwa na furaha ya kweli. Kama humpendi Yesu, huwezi kuwa na furaha ya kweli. Wakati wote utakuwa na huzuni, ukihuzunika. Kwa nini? Kwa sababu hayupo Yesu ndani yako. Kwa hiyo muda wote utakuwa na huzuni. Rafiki zako wakikutenga, ndio unazidi kuumia maradufu. Lakini si hivyo tu. Mtoto hupenda kushukuru, si ndio? Katika yale mambo matatu ambayo yanamletea mtoto furaha. Mtoto akishukuru anajisikia vizuri. Ukimpatia mtoto kitu, ukiona amesema asante, ameshukuru, ujue ya kwamba mtoto huyo Yesu yuko ndani yake. Lakini jambo la tatu ambalo linawaletea watoto furaha ni kushiriki na kupenda. Watoto wanapenda na wanapenda kushiriki katika kufanya mambo. Mtoto ukimpatia toy ya kuchezea anafurahi, lakini ile toy haichezei peke yake, anakuwa na rafiki zake. Mwangalia watoto wakiwa nyumbani wanachezea zile toy zao. Kama ni wa kiume utakuta anasukuma gari yake safi kabisa. Lakini si hivyo tu, anashiriki na rafiki zake. Hey, tubenue mchanga. Kwa wadada, mabinti wale wadogo wadogo, unakuta wapo na tumidori. Haya, wewe njoo kamwogeshe mtoto. Anamshirikisha mwenzie katika mchezo au katika kitu alichonacho cha kuchezea. Hivyo ni vitu ambavyo huwa vinawapatia watoto furaha. Naamini hata wewe mtoto ambaye uko nyumbani, ambaye unatufuatilia katika mikutano hii, na wewe huwa unashiriki na wenzio. Kuna vitu ambavyo ukiwa navyo huhitaji kuchezea ukiwa peke yako, unashiriki pamoja na wengine. Hivyo ni vitu vitatu ambavyo vinaweza vikampatia mtoto furaha. Lakini kitu kimoja tunapaswa kujifunza, ya kwamba upendo huleta furaha zaidi kuliko vitu. Watoto, upendo huleta furaha zaidi kuliko nini? Kuliko vitu. Yaani vile vitu tulivyo navyo, vile vitu tulivyo havileti furaha zaidi kuliko tukiwa na nani? Tukiwa na upendo. Upendo anatupatia nani? Anatupatia Yesu. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na Yesu ndani yetu, tunapaswa kumpenda Yesu, alafu Yesu anatupatia upendo, anatupatia furaha, nasi tuna uwezo wa kushiriki na wengine, tuna uwezo wa kushiriki na watoto wenzetu. Lakini kitu kingine ambacho ningependa tujifunze katika somo hili la furaha ya mtoto ni mambo yanayoiba furaha ya mtoto. Mambo yanayoiba nini? Mambo yanayoiba furaha ya mtoto. Niulize, watoto wazuri, ni vitu gani ambavyo huwa vinaiba furaha yako? Ni vitu gani ukifanyiwa vinachukua furaha yako? Wewe mtoto unayetufuatilia, kuna vitu ambavyo ukifanyiwa vinaiba furaha yako. Hebu tuende kuangalia moja kwa moja ni vitu gani ambavyo vinaweza vikaiba furaha ya mtoto. Jambo la kwanza ni wivu. Watoto tuseme nini? Kwa sauti jamani, watoto wenzetu kule wanaotufuatilia watusikie. Nini? Wivu. Jamani, wivu ni mbaya. Wivu unaiba furaha yetu. Niulize kwa nini? Jamani, niulizeni kwa nini? Wivu unaiba furaha yetu kwa sababu, angalia ukiwa pale nyumbani mtoto mzuri, na wewe unayetufuatilia, ukiwa pale nyumbani mama amemnunulia mdogo wako au rafiki yako kitu ambacho wewe hauna.